hospitali yetu imekuwa ikiendesha kambi za kibingwa kwa kushirikiana na wanataaluma kutoka ndani na nje ya mkoa kwa lengo la kuongeza upatikanaji wa huduma za kitaalamu kwa wananchi. Kambi zilizopita zilifanikiwa kutoa huduma zifuatazo: magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya macho, masikio, pua na koo, huduma za wanawake ikiwemo upasuaji wa kizazi, huduma za mifupa na viungo, vipimo vya kisasa vya uchunguzi ikiwemo CT scan pamoja na mammography kwa ajili ya saratani ya shingo, saratani ya matiti, ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa sugu, magonjwa ya shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kinywa na meno. Katika kambi za mwaka 2024, hospitali yetu ilifanikiwa kufanya jumla ya kambi kubwa 3 ambapo zaidi ya wagonjwa 3200 walihudumiwa na wagonjwa 280 walifanywa upasuaji wa kibingwa bobezi ambao ulifanyika kwa mafanikio makubwa. Wananchi wengi walipata huduma walizokuwa wakizisubiri kwa muda mrefu kutokana na uhaba wa rasilimali pamoja na wataalamu. Kwa mwaka wa fedha hadi kufikia sasa, hospitali yetu ilishafanikiwa kufanya kambi ndogo 2 ambapo tulifanya mwezi wa 2 pamoja na mwezi wa 3 ambazo zilihusu magonjwa ya afya akili, masikio, pua na koo, magonjwa ya moyo na magonjwa ya upasuaji ya mfumo wa mkojo, ambapo jumla ya wagonjwa 920 walipatiwa matibabu na wagonjwa 18 walifanywa upasuaji wa kibingwa wa mfumo wa mkojo ambapo ingewalazimu kwenda kutibiwa sehemu zingine. Malengo na matarajio ya kambi hii kwa mwaka huu 2025, kambi hii itakuwa ya siku 5 kuanzia leo tarehe 26 na inalenga kutoa huduma kwa zaidi ya wagonjwa 1200 katika kada zifuatazo: upasuaji wa jumla, huduma za watoto, huduma za mifupa, huduma za masikio, pua na koo, huduma za kibingwa za magonjwa ya uzazi, na kwa mara ya kwanza tumempata daktari bingwa mbobezi masuala ya kwa wale watu ambao wana changamoto za kupata watoto. Tumempata daktari bingwa kutoka Muhimbili ambaye atahudumia wananchi wenye hizo shida. Huduma za vipimo vya kisasa pamoja na magonjwa mchanganyiko. Kambi hii imeshirikisha madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali nchini ikiwemo wataalamu kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, hospitali ya kanda ya Rufaa Bugando na hospitali za mashirika ya kidini na mashirika binafsi, na kwa namna pekee madaktari bingwa kutoka hospitali ya Rufaa mkoa wa Kitete ambao ni majirani zetu. Dhamira kuu ya kambi hii ni kuhakikisha kwamba huduma za kibingwa zilizotajwa zinawafikia wananchi wa Kigoma kwa karibu zaidi, kupunguza rufaa zisizokuwa na lazima, kuongeza ufanisi katika utendaji wa hospitali yetu. Tunapenda kutoa rai kwa wananchi wote wa mkoa wa Kigoma na mikoa ya jirani. Tunawafahamisha kwamba wananchi wa Kigoma kujitokeza kwa wingi kufika katika viwanja vya hospitali yetu kupata huduma. Huduma hizi zitatolewa na zinalenga kuboresha maisha na afya za wananchi wetu. Tunapenda kutoa shukrani za pekee kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6, kwa kuendelea kuboresha sekta ya afya na kuendelea kutoa vifaa tiba ambavyo vinawezesha wananchi kupata huduma za kibingwa hapa kwetu. Pia tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya mkoa wa Kigoma kupitia mkuu wetu wa mkoa ambaye mara kadhaa tulikuwa tukimwalika na amekuwa akitikia wito kuja katika uzinduzi na anafuatilia kwa karibu shughuli za kambi yetu jinsi zinavyoendelea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru sana. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha sana wananchi wa mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani katika huduma hii ambayo itaanza leo tarehe 26 Mei mpaka tarehe 30 Mei, ambayo itajumuisha madaktari bingwa na mbobezi katika sehemu mbalimbali ambazo zimetamkwa na mratibu wa tiba. Hivyo napenda kuwakaribisha sana na ninawaahidi kwamba hospitali imejipanga vizuri katika kuwahudumia wananchi wote wa Kigoma. Hivyo ninaomba kutumia pia nafasi hii kumkaribisha kaimu mganga mkuu wa mkoa aweze kuendelea na utaratibu wa kukaribisha hili asante. Uzinduzi huu ni si jambo dogo. Ni jambo ambalo kama mkoa kwa kweli tunapaswa kujivunia kwa sababu huduma hizi za kibingwa zimekuwa changamoto kwa muda mrefu na wananchi wamekuwa wakihangaika kwenda mpaka nje ya mkoa kutafuta huduma hizi. Lakini leo hii tunashuhudia huduma hizi tunazipata mpaka nyumbani. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kushukuru na ni jambo la kupongeza sana. Tunachokiona hapa, tunachokishuhudia hapa
ni ubinadamu wa hali ya juu sana. Pamoja na kuwa na hospitali kubwa kama hii tulionayo, lakini pia kuwa na idadi kubwa ya hospitali na vituo vya kutolea huduma za afya vingi tulivyonavyo, lakini pia anatambua changamoto kubwa tulionayo ya upungufu wa madaktari bingwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa kutambua hilo, sasa sisi uwezo wa kusafiri kutoka hapa kwenda kwenye mikoa mingine, kwenda kwenye nchi nyingine, huenda tunaweza tusionao sana ama tusionao wote. Kwa kulitambua hilo, Mheshimiwa Rais ameamua kutuletea timu ya madaktari bingwa waje kutuona hapa. Kwa hiyo jambo hili ni jambo kubwa sana, na nadhani kila mmoja wetu kwa nafasi yake anao wajibu wa kumtia moyo Mheshimiwa Rais kwa jambo hili jema na kwa mambo haya mema ambayo anaendelea kuyafanya, lakini pia kuendelea kumuombea na kumlinda kwa hivyo mkubwa sana. Aidha pia nimearifiwa kwamba yako maandalizi ya kutosha kwenye vifaa tiba, lakini pia na madawa, na nadhani sisi ni mashuhuda. Tumeona gari hapo ya MSD imepaki hapo, imetuletea vifaa vingine vya ziada pamoja na madawa ya ziada, ili wale wenzetu wote ambao watabainika kuwa na changamoto zozote pamoja na ushauri, ili waweze kuhudumiwa kwa kadri iwezekanavyo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, pia ninafurahi zaidi kukujulisha kwamba timu yetu imejipanga vizuri, imefanya maandalizi ya kutosha kwa ili kuhakikisha kwamba inaweza kumhudumia kila yeyote atakayeweza kufika hapa. Sote tunatambua kwamba wapata wataalamu wa tasnia ya afya sio kazi nyepesi, kwa maana ya maandalizi lakini pia na ajira. Hata hivyo, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea kufanya kazi kubwa kuhakikisha wananchi wanapata huduma za afya stahiki kwa kutumia njia mbalimbali, na nyingine ndio kama hizi za ubunifu ambazo zinafanywa na viongozi wa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Maweni, ya kuwaleta wataalamu karibu na wananchi ili wananchi waweze kupata huduma za madaktari bingwa na madaktari bobezi. Mkoa wetu wa Kigoma kama sote tunavyofahamu ni mkoa ambao uko pembezoni, na hivyo huduma nyingi za kiafya hususan za kitabibu tunategemea kuzipata kutoka mikoa yenye hospitali kubwa ya Mwanza, Dodoma na Dar es Salaam, ambapo ni mbali, lakini pia ni gharama kusafiri kutoka hapa kwa mwananchi wa kawaida aende kufika kwenye hospitali hizo. Nimeeleza kuwa zoezi hili limekuwa likifanyika kila robo ya mwaka angalau mara mbili, na hii ni mbili inayotumiwa na uongozi wa hospitali yetu ya Maweni kama nilivyosema, kwa lengo la kupunguza gharama kwa wananchi wa mkoa wetu kupata huduma za kibingwa angalau mara mbili kwa mwaka, kwa lengo la kuwasogezea wananchi huduma za kibingwa kwa karibu. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Kigoma kuwashukuru sana madaktari bingwa na madaktari bobezi kwa upendo wao, kwa kujitoa kwao, kwa uzalendo wao, na kwa namna wanavyothamini utu wetu sisi wananchi wa Kigoma. Niendelee kuwaomba mabingwa wote waliopo kwenye kambi hii ya madaktari bingwa kutokuchoka kuwahudumia wananchi wetu, kwani uhitaji wao ni mkubwa wa huduma wanazozitoa za kibingwa. Lakini pia uwepo wenu hakika utapunguza idadi ya rufaa ambazo zingetolewa kwa wagonjwa kwenda kutibiwa Bugando, Muhimbili, Benjamin Mkapa au hospitali ya rufaa pale Mbeya. Kwa ndugu zetu ambao mna changamoto za kuumwa, tunawapa pole sana, lakini tunaendelea kuwashauri tufanye uchunguzi wa mara kwa mara wa afya zetu. Pengine hili linaweza likasaidia kuepuka kukutana na madaktari bingwa, kwa sababu katika hatua za awali madaktari tulionao wa kawaida, hata wale ambao sio mabingwa, wangeweza kutabiri hizo changamoto zetu mapema kabla hazijawa kubwa kiasi cha kuhitaji intervention ya mabingwa. Hata kabla sijamaliza, nipende kusema kwa wananchi mliopo hapa, basi niendelee kuwahimiza kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Tutumie fursa hiyo kuchagua viongozi wanaoweza kuendeleza maono kama haya. Hayajaja hivi. Kuna mtu ambaye yeye ndiye ambaye ameshikilia maono haya. Basi ni vizuri kuendelea kushiriki kwenye uchaguzi
ili tuweze kuchagua viongozi wanaoweza kuendeleza ndoto na mafanikio makubwa yaliyokwisha kupatikana.